Karibu katika matangazo yetu ya Afrika leo asubuhi kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi ikiwa ni pamoja na kwa nini kesi ya Lissu inavutia macho ya kimataifa, Jumuiya ya Afrika Mashariki inakabiliwa na wakati mgumu wa ukosefu wa fedha, ikiwa ni baadhi ya nchi wanachama hawajaweza kutoa kiwango kinachohitajika ili kuwezesha shughuli za jumuiya hiyo. Na kwenye kipenga cha michezo, Ronaldo kucheza Brazil apokea nono. Naam, na atumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari Afrika leo asubuhi, moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Kesi ya uhaini na ya kuchapisha taarifa ya uongo inazomkabili mwanasiasa wa Tanzania kutoka chama kikuu cha upinzani Chadema, Tundu Lissu, ambayo imesikilizwa katika mahakama ya jijini Dar es Salaam siku ya jana, imegonga vichwa vya habari kimataifa na kitaifa. Uhaini ni kesi ambayo ukipatikana na hatia, hukumu yake inaweza kuhusisha kunyongwa hadi kufa, na kesi ya kuchapisha taarifa za uongo inaweza kukuingiza katika faini ya kufungwa gerezani si chini ya miaka 3 ama yote miwili. Hivi karibuni Tundu Lissu alichaguliwa kuwa mwenyekiti wa Chadema, akiridhi nafasi hiyo kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa muda mrefu Freeman Mbowe. Miongoni mwa nyadhifa nyingine, Lissu amepata kuwa mbunge wa Singida Mashariki kupitia Chadema, mwanasiasa mkuu wa chama hicho, rais wa chama cha wanasheria Tanzania Tanganyika TLS, kazi ambayo zimelea na kukuza jina lake katika siasa za Tanzania. Wanaharakati kutoka nchi jirani ya Kenya walifanya juhudi zao kuingia Tanzania kuonyesha uungwaji mkono kwa Lissu. Fauka ya hilo, bunge la Umoja wa Ulaya limekaa kikao wiki 2 zilizopita kujadili kesi ya Lissu. Haya ni mambo ambayo yanaonyesha kesi zake zimevutia watu hadi nje ya mipaka ya Tanzania. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Urusi na Ukraine zitaanza mara moja mazungumzo ya usitishaji wa mapigano. Tangazo la Trump limejiri baada yake ya kuwa na mazungumzo ya saa 2 na Vladimir Putin. Naye mwenzake wa Urusi amesema yuko tayari kwa makubaliano na Ukraine. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema hata wanaruhusu wanaharakati wa kigeni kuivamia na kuyumbisha nchi yake. Onyo lake likija baada ya wanaharakati raia wa Kenya kufurushwa kutoka nchini humo. Kulingana na Samia, wanaharakati
baada ya kuvuruga mambo kwao, kwa sasa wanailenga nchi yake yenye utulivu. Wanaharakati hao walikuwa wamekwenda kufuatilia kesi ya uhaini inayomkabili kiongozi wa upinzani katika taifa hilo, Tundu Lissu. Wanaharakati ndani ya region yetu kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huku. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huku. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao. Nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu na ndio wajibu niliopewa. Kwa hiyo hatutatoa nafasi kwa kiumbe yoyote kuja kutuvurugia hapa, awe yupo ndani au anatoka nje. Hatutatoa hiyo nafasi. Mkuu wa jeshi la Sudan na kiongozi wa mpito Jenerali Abdel Fattah el-Burhan amemteua aliyekuwa afisa wa Umoja wa Mataifa Kamil Idris kuwa waziri mkuu mpya wa nchi hiyo zaidi ya miaka miwili tangu kuanza kwa vita vikali. Kamil Idris ni mwanadiplomasia mwenye uzoefu mkubwa aliyewahi kuwa mkurugenzi mkuu wa shirika la miliki bunifu duniani WIPO la Umoja wa Mataifa, na pia amewahi kuwania urais mwaka 2010 dhidi aliyekuwa mtawala wa muda mrefu Omar el-Bashir. Tangu Aprili mwaka 23, Sudan imekuwa kwenye vita kati ya jeshi la serikali linaloongozwa na Burhan na kiongozi wa wanamgambo wa Rapid Support Forces kinachoongozwa na aliyekuwa naibu wake Mohamed Hamdan Daglo. Kiongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu alifikishwa mahakamani siku ya Jumatatu kujibu shtaka la uhaini, shtaka lilobeba adhabu ya juu ya kifo endapo atapatikana na hatia. Katika kikao cha awali, Lissu alisisitiza kuwa hatayumbishwa na kwamba ataendelea kupigania haki, demokrasia na utawala wa sheria nchini humo. Mashirika ya kiraia ya wanaharakati wa haki za binadamu wameelezea wasiwasi wao kuhusu kesi hiyo, wakisema ni dalili ya kuzorota kwa demokrasia katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki. Wito umetolewa na mamlaka ya kitaifa ya kimataifa kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa njia ya uwazi, ya haki na kwa kuzingatia misingi ya katiba na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Mamlaka ya mahakama nchini Ufaransa imefunga uchunguzi dhidi ya mjane wa rais wa zamani wa Rwanda Juvenal Habyarimana kuhusu madai kwamba alihusika katika mauaji ya kimbari mwaka 1964. Agathe Habyarimana mwenye umri wa miaka 82 ambaye amekuwa akiishi Ufaransa tangu mwaka 1998 na ambaye Rwanda imekuwa ikiomba mara kwa mara arejeshwe nchini humo, hata kabiliwa na kesi yoyote katika mahakama ya Ufaransa kwa sasa. Vyanzo vilivyoko karibu na kesi hiyo viliongeza kuwa vikiomba majina yao yasitajwe. Wataalamu wa afya wametahadharisha kuwa nyama inayokatwa kwenye magogo ya bucha sio salama kwa matumizi. Magogo hayo yanayosemekana kuwa
yanahifadhi vimelea vya maradhi, maana mara nyingi vijidudu hubakia kwenye gogo lile licha ya kusafishwa. Pia vipande vidogo vya nyama vinavyotoka wakati ya shoka au kisu kinachokata nyama au mfupa huingia kwenye nyama na hivyo kuwa hatari kwa mlaji. Aliyekuwa makamu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amedai kuwa maisha yake yako hatarini kufuatia tukio la siku ya Jumapili Mei 18 ambapo watu wasiojulikana walifuatilia msafara wake kwa nia ya kumkamata. Kiongozi huyo ameelezea kile anachokiita kampeni inayofanywa na vyombo vya usalama vya Kenya inayolenga kumnyamazisha. Katika taarifa aliyoitoa hiyo jana, Gachagua bila kutoa ushahidi amedai kupokea taarifa za kijasusi kuhusu uwepo wa agizo la kumshughulikia lilotolewa na Rais William Ruto. Ameongeza kuwa juhudi za watu aliowaita wahuni waliodhaminiwa na serikali hazikufanikiwa awali, na sasa mpango huo wa kumnyamazisha zinahusisha mashirika rasmi ya usalama. Mwanamuziki wa mtindo wa pop Don Richard ameambia mahakama hiyo jana kwamba alihofia usalama wa maisha yake baada ya Sin Diddy Combs kumtishia maisha iwapo angeripoti kwamba alimwona mkali huyo wa hip hop akimshambulia mpenzi wake wa zamani Cassandra Ventura. Richard ni mwanachama wa zamani wa kundi la muziki la Danity Kane. Ametoa ushahidi wakati wa kesi inayomkabili Diddy. Diddy alimtishia maisha mwanamuziki huyo wa mtindo wa pop siku moja baada ya yeye na kundi lake la muziki kumwona Diddy akimshambulia mpenzi wake wakati huo Cassandra Ventura wa nyumbani kwake Los Angeles mnamo mwaka 2009. P. Diddy mwenye umri wa miaka 55 amekanusha mashtaka matano ya uhalifu yakiwemo kupanga njama ya uhalifu, usafirishaji haramu wa binadamu kwa ajili ya ngono na usafirishaji kwa ajili ya ukahaba. Nchini Ufaransa, watoto wengi huzaliwa siku ya Jumatatu tofauti na siku nyingine ya wiki. Inasemekana pia watoto waliozaliwa Jumatatu huwa na ukaribu zaidi na mama zao na hupenda maisha ya kukaa nyumbani. Yapo basi unaungana nasi kwenye Afrika Leo asubuhi. Habari kuu ni kwamba Trump asema mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine kuanza mara tu. Na vilevile tutakuendelea kujuza yale yanayotendeka kule Gaza. Tunakuomba mpenzi msikilizaji, simama na kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu. Kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number 625625. Account number ni 012450 85217800. Till number ni 4561468 kupitia mitandao yote. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani.
Ndiyo hali ambayo inajitokeza msikilizaji katika hatua hii. Basi unapoungana nasi asubuhi njema kama hii kwenye kipindi chako hiki cha lisaa lizima la habari, moja kwa moja ninaenda kusoma maoni yako kufuatia yale ambayo nimekuletea asubuhi njema kama hii, ambapo Kamoja Amri Palivi Mawa wa Urambo, Tanzania nasema Mungu ampe wepesi Tundu Lissu na shauri viongozi wa vyama pinzani waache mambo ya siasa, waingie kwenye vilimo kuliko upinzani ambao hauzai matunda. Vile vile naona hapa hivi Arafa sema kwamba wa Pentagon Nyantila Palivi Kituda Palivi da Rais Samia nampongeza kuweka uzio wa harakati Tanzania, tutamaliza mambo yetu sisi wenyewe. Huyo ni Lucas Ezekia Palivi. Vile vile wazazi Palivi, walezi Palivi washauri Palivi Trump apunguze dharau. Rais wa Ukraine akiheshimiwa itakuwa ni laini raisi kumsikiliza japo kidogo. Hata mimi nisingekubali nguo nivae mimi alafu nisemwe au niulizwe maswali ya kuonyesha asaidiwi hata vitu vilivyofichika. Wa Zablo anaitwa Palivi wa Beni DRC Palivi Zablon Mayongezo, kijana mkongwe Palivi anazungumza Palivi, anasema wa Beni Palivi DRC, asante kwa matangazo yenu Radio 14 Africa. Tunashukuru sana kwa kuendelea vile vile kutufuatilia mbashara. Aundax Palivi Marini Palivi wa Kilima Hewa Palivi Big Bite Palivi Mwanza, Tanzania anasema tuko pamoja mwanzo mpaka mwisho Radio 14 Africa, asante sana. Simoni Palivi Kidua anasema Palivi tuko pamoja na wakubali sana. Silvas Kianga Palivi na wapata vyema nikiwa eneo hili la Kagera Palivi Karangwe Palivi Tanzania, tunashukuru sana Silvas Palivi Kianga. Amos bin Maona Palivi wa Kirumba Palivi Mwanza Tanzania, na wasikiliza kwa umakini kabisa matangazo ya Radio 14 Africa mbashara kupitia kitandazi ama Facebook ukipenda. Asante sana kwa kuendelea kutufuatilia jamani. Kwenye taarifa ile ya masuala ambayo yanatokana na magogo ya kwenye bucha ni hatari kwa afya, na muona Palivi amedondosha Palivi jumbe lake Palivi Blessing Alexi Palivi. Tungekuwa tunashangaa Zulika kabla hata utafiti wao, maana tuna miaka nenda rudi tunakatiwa nyama kwenye magogo kabla hata hizo mashini ya kisasa hazijaja za kukata kwa nini tusinge adhirika kipindi hicho? Simuelewi, lakini maoni yake nafikiri umeyapata. Palivi Baltazar Palivi Shao Palivi, siku hizi mabucha mengi hasa sehemu ya mijini yana vikatio vya umeme, yani nyama inacharangwa vizuri mno. Nyama inacharangwa vizuri mno unapata. Martin Palivi Malembela Palivi anasema naamini magogo kwa kuwa ni kiti hayana Palivi madhara yoyote kiafya. Naona Palivi kuna kuzorota kwa biashara ya misumeno. Wataalamu wamekuja na hoja ya kuiboost biashara yao, haingia akilini mti uwe na madhara kiafya halafu chuma kisiwe nayo. Hapo tunadanganyana. Hapo tunadanganyana, kwani ati mti uwe na madhara alafu chuma isiwe na madhara? Hapo tunadanganyana. Palivi Asko Palivi Kibe Palivi wa watafiti wa nasema kwamba mbona wasemi haya alaikum sima tu sisomi hiyo zaidi Palivi Rizi Palivi ni miaka mingi sana tumetumika. Walisema moshi wa kuni ni hatari kwa afya, bata ndio imenikuza na mkaa. Vipi saizi, mbona mnatupeleka kisasa kwa lazima? Hapa hivi Zedi Rizi anazungumza Palivi Kibuga Palivi wa Kibuga Palivi wenye misumeno Palivi wa umeme washafanya yao, miaka nenda miaka rudi, tumekula nyama iliyokatwa kwenye magogo, inakuwaje leo liwe tatizo? Anauliza swali. Gabriel Palivi Nsemo Palivi magogo sio hatari kama kula China, si unajua si kisu kinaisha.
Kisu huwa kinaisha. Kinoa tu kisu huwa kinaisha. Miaka yote nyama inakatiwa kwenye gogo. Leo hiyo ina madhara vipi? Kati ya msumeno na chuma na gogo, ni kipi kina madhara kwenye miili yetu wanadamu? Hiyo ndio swali ambapo vile vile anauliza pale hivi Jafari pale hivi Kulanga pale hivi kijana mpole pale hivi Moro pale hivi Tanzania. Hao wataalamu watakuwa wamechelewa katika hilo, kwani wanene wote wa Tanzania hivyo vigogo vinachangia pakubwa unene wao? Ndio swali ambalo anauliza vile vile Haji pale hivi Rajabu. Hivi ni taaluma ya afya, wataalamu wetu wanajifundishia wapi? Hao vimelea wanaobakia kwenye nyama, hiyo nyama inaliwa mbichi, na magogo na kukatia nyama ya sasa hivi ndiyo yana vimelea. Lakini tokea dunia iumbwe, nyama inacharangwa kwenye magogo, na hakuna mtu aliyeugua ugonjwa wa masalia ya vimelea kwenye gogo. Na hiyo misumeno ya umeme haibakishi vimelea vya maradhi kwenye nyama. Mikono ya wauzaji, je, iko salama kiasi kipi? Uchafu wa mpishi ndio wa sababu ya walaji kuugua? Maana hata sokoni nyanya na vitunguu nazo haziko salama, kuanzia huko shambani hadi kufikia sokoni. Na mboga zote ni salama hata kidogo, zina sumu ya kulia wadudu. Umaskini na usafi wa mpishi ndio salama ya chakula. Haya mambo mengine, hata hivyo, nyama yenyewe sio salama, ina sumu tena na kumbadikiza makusudi eti dawa ya kuua mbungo. Vipi hiyo sumu ikae kwenye damu ya ng'ombe miaka zaidi ya 5, alafu nyama ya ng'ombe iwe salama kwa mlaji? Ndio swali ambalo Haji Rajabu anauliza jamani. Ndio swali ambalo anauliza hapa hivi. Ninapomalizia na Willy Broda pale hivi Kuidika anasema kwamba kwa kutumia cutting board za plastiki zinazalisha microplastic, vijipande vidogo sana vya plastiki wakati wa kukata nyama. Vipande hivi huchanganyika na nyama na inapoliwa huingia mwilini, jambo ambalo muda mrefu huleta matatizo ya kiafya kama vile kuvurugika kwa hormone imbalance, matatizo katika mfumo wa chakula, uwepo wenyewe wa hizo microplastic katika mfumo wa damu. Naomba sisi kama wanadamu tuendelee kutumia magogo katika kukata nyama kuliko hizo plastiki ambazo zina athari kubwa. Cha msingi tubuni njia za usafi, kwamba kwa magogo na sio plastiki tunajiua wenyewe. Ndio maoni ya kila mmoja hapa hivi katika kuelekea katika mchango huo. Ni taarifa ya habari Afrika leo asubuhi, moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Hii ni kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani.